bibi harusi aliyekwisha kupambwa kwa mumewe. Sasa Yohana anasema aliona huo mji ukishuka kwa huyu muhusika, unashuka sasa kama bibi harusi aliyekwisha kupambwa kwa nani? Kwa mumewe. Ni furaha. Nimejaribu kukuletea tu katika furaha ya dunia hii. Hata mara ya kwanza nikasema kuna furaha ngapi? Umeoa, umeolewa, umekunywa, umekula, basi umemaliza furaha za dunia hii. Sasa ndoa ni mojawapo ya furaha ambayo tunawasihi vijana wetu, kaeni mkimuinua Mungu katika makanisa. Kaeni, acheni. Kama umeona ukapita tofauti, mkakutana na huyo binti kabla, usitusumbue kuja hapa. Na hiyo ndoa unakuja hapa unachukua laana. Usifikiri ni mjanja sana kwamba nipate zawadi, ila unakuja hapa kupata laana badala ya baraka. Kama kweli umejitunza, binti ukajitunza na kijana amejitunza, siku wanakutana hapa, na inawezekana, ndio maana hata Biblia inasema wakae muda gani kabla ya kwenda hata vitani? Mwaka mzima eti wafurahiane. Mwaka mzima. Hebu fikiria sasa, kama mkuwa na hela ya kula sijui. Maana mmekaa huo mwaka mnafurahiana. Lakini yote kwa yote anajaribu kutupa picha, najaribu kuleta picha ya mji tunaokwenda kufurahia, ambao sasa unalinganishwa na huyo bwana anapokutana na huyu binti wa watu waliojitunza, kijana wa watu waliojitunza, na hata wakakaa huo mwaka mmoja, hakuna cha kusema wameuziana, wanafurahiana tu. Ni kwa sababu wana furaha na kila mmoja alijitunza na alikusudia kwamba siku ikifika. Piga picha, we ni kijana, kesho ndio harusi. Usiku ule wa kuchea harusi unawaza nini mpaka asubuhi kuna kucha? Ni siri yako mwenyewe. Wale waliopitia wanajua alikuwaje, alilala usingizi kwamba kweli kesho ni ndoa yangu. Ndivyo tunakusudia. Mungu wetu ameandaa mji kwa ajili yetu. Sasa mahala ambako hayatakuweko mambo ya namna hii, nikasikia sauti kubwa kutoka mbinguni, mstari wa 3. Ninasoma Ufunuo 21 mstari wa 3 na kuendelea. Nikasikia sauti kubwa kutoka katika kile kiti cha enzi ikisema, tazama, maskani ya Mungu ni pamoja na nani? Na wanadamu. Atafanya maskani yake pamoja nao, nao watakuwa watu wake, naye atakuwa Mungu mwenyewe atakuwa pamoja. Hicho ndicho ambacho anaeleza hapa Yohana. Alisikia sauti kubwa kutoka katika kile kiti cha enzi. Watu wanapokuwa na ngoja kukaa katika makao hayo ya amani, watu wanapotaka kwenda nyumbani, tunapewa picha ndogo katika maneno ya binadamu kwamba kukoje. Sasa anasema nyumbani sio sawa na hapa. Mstari wa 4 anasema atafuta kila chozi. Watu leo ni masononeko. Tumetangulia hapa, watu wanasema kanisa mbona liko kimya? Wana masononeko. Wengine wapo hapa kimwili, lakini kiakili na kiroho hawapo hapa. Wanawaza nitakula nini, nitavaa nini. Ndio yaliomo sasa. Na ndio unakuta katika dunia ni masononeko tu. Sasa tunakusudia kwenda mji ambao machozi hayatakuwepo ya kupoteza wapendwa wetu siku kwa siku, wala maombolezo ya vilio vya kulialia, maumivu. Nimeamka leo kiuno, nimeamka leo kichwa. Tena kuwa na mambo ya kwanza amekwisha kufanyaje? Mambo hayo katika mji ambao tunasema twende nyumbani. Tunachojifunza mchana huu, mambo haya ya magonjwa, mambo ya dhuluma, mambo ya chuki, kila jambo baya halitakuwepo katika mji huo. Ninatamani washiriki wenzangu, ni wangapi wako tayari kwenda kwenye mji huu usio na uharibifu? Tusimame pale ulipo. Lakini wakati tukiwaza na tukisimama kwamba kuna mji tunaoungojea, mji usio na uharibifu, mji usio na chuki, mji usio na masengenyo, mji usio na shida zozote za dunia hii. Sasa wako wale ambao inawezekana kwa namna moja au nyingine walikuwa wameishaahirisha, lakini mchana huu baada ya kupata fungu hili linalotuelekeza kwamba twende huko nyumbani,
tunasimama kwa miguu yetu. Nisomee ile fungu la mwisho lile la 21 na 27 Luka. Natamani tupate fungu hilo la 21 na 27. 21 anasema, na ile milango 12 ni lulu 12, kila mlango ni lulu moja, na njia ya mji ni dhahabu safi kama kioo kiangavu. Asante sana. Ile 27, na ndani yake hakitaingia kamwe chochote kilicho kinyonge, wala yeye afanyaye machukizo na uongo, bali wale walioandikwa katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo. Asante sana. Baada ya kupitia mafungu, milango 12 ya lulu, kila mlango ni lulu moja, njia yake ni dhahabu. Leo tunahangaika na nyumba zetu zimemiminwa vitu vya namna hii, unakuta tunavua na viatu na hangaika, ni masumbufu tu kwenye dunia hii. Tunahitaji kwenda kwenye nchi ambayo ndani yake mji ule Mungu mwenyewe ametengeneza dhahabu. Wale walioiona dhahabu wanafahamu rangi yake. Rangi yake ni ya njano, lakini angavu nzuri, ambayo ndio mji ambao Mungu amekuandalia. Lakini ndani yake tunapewa tahadhari ya kwamba hakitaingia chochote kilicho nini? Kinyonge chochote kinachofanya machukizo katika dunia hii hakitaingia kwenye mji ule. Mungu akusaidie na wewe uwepo hapo. Mungu akusaidie uachane na mambo ya dunia hii, mambo ya kuuziana, mambo ya matatizo. Hapa ni huzuni tu, hakuna raha. Na ndio maana nimesema hata wakisema taja la ngapi, hautaji hata moja. Zote ni za kupita. Umevaa manguo yanachanika, umefanya hiki kinafanya hivi, umeoa ndoa ndio hiyo haitengamai, yani hamna raha. Umekula bado kesho kukicha inasema lete kile nilichokula jana. Kwa hiyo raha haipo, watu wa Mungu. Tujitahidi kuchuchumilia mji tunaokusudia. Sasa ni wangapi ambao wanasema Mungu wetu tusaidie tuwepo hapo? Ninajua mmesimama kwa kusudi hilo. Lakini wako ambao walirudi nyuma kwa njia moja au nyingine, nao wana nafasi ya kumrudia Mungu. Kama unahitaji kubatizwa, ni muda wako huu, ninakualika. Unaweza ukapita mbele kwa ajili ya kubatizwa na kumrudia Mungu na kujiunga katika safari ya kuuendea mji ule. Mungu akusaidie unapofanya maamuzi. Fanya maamuzi leo. Kama unahitaji kubatizwa, basi unaweza ukapita hapa mbele ukabatizwa, na ubatizo upo. Na hata leo hii kama wapo wanaobatiza, tutawakimbiza tu kwenda. Mchungaji huko mlimani anaendelea na ubatizo. Basi Mungu awasaidie tubatizwe kiroho na kimwili kumrudia Mungu wetu. Tufumbe macho tuombe. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, tunasema asante kwa ajili ya neno lako. Neno lako linalotuonyesha kwa picha ya kibinadamu nyumbani kwetu jinsi kulivyo kuzuri. Tunahangaika na dunia hii kwa muda, tunachukizana, hatupati furaha ya kweli. Tunahitaji kila mmoja wetu aipate furaha, na tuandae mioyo yetu, utuandae kama watoto wako na binti zako tunaotazamia kuingia mbingu ile. Tupatie muda wa kusawazisha mahali ambapo tumejikwaa. Kasawazishe, tukapatane sisi kwa sisi, tukaenende kama wana na kujua ni wasafiri katika dunia hii. Haipo raha, raha iko kwako. Asante kwa ajili ya mji ambao unauandaa kwa ajili ya watu wako. Tuandae na sisi katika kanisa hili la Uyole. Katupatie umoja na upendo sisi kwa sisi. Ni katika jina la mwanao Yesu Kristo tunaomba na kushukuru. Amina. Amen.